kuna huu sehemu unaosema kwamba mwanamke mjinga huvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Na sasa moja kwa moja tunasema safari huanza na wakubwa Anti Mwajuju. Safari na wakubwa. Hebu niambie hili neno wewe kwako unalidadavua vipi? Ni kweli haya mambo kweli? Mimi kwa upande wangu kama Somo, kama Johari, kwa upande wangu mimi nasema si kweli. Kwa nini? Wakati tunaona watu wakipewa talaka wanapaka sherehe, keki ya kuachwa. Kwa sababu kila aliyekuwa Johari mwanamke akaenda kwenye ndoa, basi amefundishwa. Amefundishwa na wazee, amefundishwa na mashangazi, amefundishwa na mabibi, mpaka anakuja kukutana na Somo na Manyakanga. Hali kadhalika mpaka anakwenda kwenye ndoa yake anakuwa mwanamke imara timamu. Ndio maana akaitwa mwalimu aliko, kwa maana anajitambua. Sasa kufika kule akaenda kuvunja ndoa, basi unakuwa ni uzembe wake. Lakini anakuwa mwanamke kakamilika, kafundishwa adabu ya mume, kafundishwa adabu ya wakwe, kafundishwa adabu ya ndugu wa kila kitu. Kwa hiyo mimi siamini kama kweli mwanamke anafika mahali anaivunja ndoa yake kwa mikono yake, kwa sababu ni uzembe tu na kujitia mambo mengine yani ambayo hayana msingi, lakini si kweli. Yani mwanamke mpaka anafika mahali anaitwa mwanamke mjenga ni kwa sababu ule werevu umemtoka. Werevu kivipi? Werevu kwa maana ya kwamba ameshafundishwa, ameshapewa masomo ya kitamaduni, ameshapewa mafundisho ya kiimani, ameshapewa mafundisho ya malezi kupitia wazazi. Kwa hiyo ule ujinga unakuja kwa sababu yale mafundisho uliofundishwa umeyapuuzia. Unajua nyakati za nyuma, kipindi cha mabibi zetu, walikuwa wanastahimili pamoja anapigwa mpaka labda anapata ulemavu, kwa sababu kipindi cha nyuma ukimya ulikuwa mwingi sana. Na ilikuwa ukionekana umeondoka kwa mume, basi umeitia fedheha familia. Lakini kipindi cha sasa hivi mtu unaangalia, yani kama ni ndoa ambayo inahatarisha usalama na uhai wa mtu, ni bora kwenda zipo njia ambazo ni sahihi kama madawati hapo, kwenda kwa viongozi wa imani, mnakwenda kutafuta suluhu, lakini kuimaliza kwa salama. Sio ile kwamba mtu unavunja basi unakusanya virago vyako unaondoka. Lazima kuwe na sababu, asbabu Arabu wanakuambia asbab maalum inayokufanya wewe utoke kwenye ndoa. Hala mwenzangu, wewe ukipigwa pigwa upande wa kanga paka wanja usha vyombo. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.